Haiwezekani ukaja mradi mkubwa kama huu ambao unataka kufanyika afu mbunge asijue, aseme anasikia. Hizi ni danganya toto. Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Hans TZ, leo ni siku nyingine na mbele yenu niko na mtiania wa nafasi ya udiwani wa chama cha ACT Wazalendo. Mwenyewe ataenda kujitambulisha na mengi atazungumza. Bwana, mambo vipi? Safi kabisa. Uko poa? Niko vizuri sana. Mtazamaji kwanza angependa kufahamu kwa majina hasa unaitwa nani? Kwa majina naitwa Hatibu Hamisi Hatibu, ni mtiania wa nafasi ya udiwani kupitia chama cha ACT Wazalendo. Labda wewe unataka kushika nafasi ya udiwani katika kata gani hasa? Nafasi ya udiwani katika kata ya Kanga. Katika kata ya Kanga inasemekana kuwa kuna migogoro mbalimbali ambayo inabainisha ama inakusanya kati ya wananchi na serikali, hususan jambo moja ambalo limekuwa likitrend kipindi cha nyuma kidogo ni tatizo la tembo nyama. Labda kwa upande wako, kwa vile umetokea huko Kanga, unaweza kutuambia kitu chochote kutokana na tatizo hili? Nafahamu vizuri sana kuhusu sakata la tembo nyama, na mimi ni mmoja ambaye ndio niliochukua hatua kupita kitongoji hadi kitongoji kuambia wananchi kwamba tayari halmashauri ya wilaya Mafia imeshatoa tangazo kwamba kisiwa hiko wamekipeleka katika kata ya Kirongwe na kijiji cha Banja. Kwa hiyo huo ni utaratibu ambao umefanyika kinyume na sheria zetu ambazo tunazo. Nimeona baadhi ya viongozi wa siasa wakizungumza kuwa makubaliano yaliyofanyika kati ya mwekezaji katika kisiwa cha tembo nyama na baina ya wanakijiji kuwa hayako sawa. Labda upande wako unafahamu kitu chochote? Nachofahamu mimi kwamba kwanza halmashauri yenyewe inawaongopea wananchi wa kijiji cha Kanga. Halmashauri akiwemo diwani hata pia mbunge, kwa sababu mbunge hata alishakuja katika kijiji cha Kanga akaulizwa swali hili na akajibu anasikia. Kwa sababu mimi ninavyofahamu mbunge pia ni diwani, yeye anashiriki vikao pale katika halmashauri. Haiwezekani ukaja mradi mkubwa kama huu ambao unataka kufanyika afu mbunge asijue, aseme anasikia. Hizi ni danganya toto. Sababu mimi kama mimi nipo tayari na nishaambia kijiji tayari tuko tayari kuanzisha hata kesi na wananchi wako tayari kuchangia. Mimi tu ni waahidi wananchi wa Kanga, pale endapo chama kitanipa ridhaa, kwa tutasimama kesi na naamini kisiwa chetu kitarudi katika kwetu sisi wenyewe. Moja ya maelezo ambayo ameyatoa mbunge wa jimbo la Mafia pamoja na mwenyekiti wake wa Chama cha Mapinduzi CCM, wamesema kuwa taarifa ya makubaliano kati ya mwekezaji na kijiji wao hawaifahamu, badala yake wakamshtumu kiongozi ambaye anasimamia kwa wakati huu, kwa maana ya diwani wa kata ya Kanga. Yeye ndo anafahamu namna ya sakata hili linavyoendelea. Labda wewe kama mgombea au mtiania wa kugombea nafasi ya udiwani katika kata ya Kanga, unawaahidi nini wananchi wako wa Kanga endapo sasa utaingia katika madaraka? Kwanza nizungumze hilo, kweli ni diwani ni mhusika na pia amewadanganya wananchi, lakini mbunge na mwenyekiti wa CCM pia nao wanafahamu ukweli wote. Lakini kwa sasa hivi kutokana na kwamba mbunge tonge nataka kumdondoka mdomoni, ndio anaamua kusema kweli. Lakini wakati ule ambao sisi tunauliza, na mimi baada kuliona lile tangazo ambao limetoa halmashauri kwamba kisiwa hiko kipo katika kijiji cha Kanga, ndio nilipochukua hizo hatua kuwaambia wananchi. Na nimefanya hivyo kwa makusudi kwamba nalinda rasilimali za Kanga. Na pia niseme jambo moja, kwanza mimi nikiwa diwani, kisiwa kinarudi pasina jambo lolote tena, kinarudi katika mikono ya kijiji cha Kanga, kwa sababu nafahamu nini kimefanyika. Nishaiambia hata TAKUKURU inafahamu, lakini TAKUKURU pia nayo haikuchukua hatua, kwa sababu hapo katika kijiji chetu kulikuwa na ramani ndani ya kijiji, ndani ya ofisi, lakini ramani hiyo ilitoroshwa. Mimi TAKUKURU niliwaambia hilo. Sasa wao wanafahamu, lakini waliofanya kwamba wamefanya wakubwa. Na mwenyekiti wa halmashauri wa madiwani Juma Salum naye pia anapeleka mambo hayo propaganda, kwa sababu nafahamu pia anachokifanya hivi sasa. Kwa hiyo ni waahidi tu madiwani wote na wengine wote wanaofanya hivyo,
muda wao utafika, na unafika tukienda kusimama na sheria. Mimi huwa sivunji sheria. Wajibu wangu kutetea wananchi wa Kanga, na nimesimama kidete. Nipo tayari kujitoa hata kafara, lakini rasilimali za Kanga nitazilinda kwa nguvu zangu zote. Basi mimi sina la zaidi. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia YouTube channel yetu, tafadhali subscribe, like, share na comment ili uwe wa kwanza kuweza kupata video zetu.